Vyombo vya habari vinavyoripoti matukio kutoka Korea Kaskazini wiki kadhaa nyuma vilipambwa na habari kuhusu dada wa Kim Jong-un kupandishwa cheo ndani ya chama pekee tawala nchini humo, akipewa wadhifa wa juu sana ambao ni nyeti na wenye mamlaka makubwa. Kabla ya vyombo vya habari kutangaza taarifa za kichunguzi kwamba huenda Kim Jong-un anamwandaa mtoto wake wa kike kuwa kiongozi wa taifa hilo, macho mengi yalimtazama kwa makini dada wa kiongozi huyu mtata, kwani alionekana kuchukua nafasi katika maeneo mengi ya kitaifa na watu wakadhani kuwa huenda akawa ndiye mrithi wa kiti cha urais nchini humo pale ambapo Kim Jong-un atafariki dunia au kushindwa kuendelea na majukumu yake. Mwanamke huyu alikuwa akionekana sana katika matukio makubwa ya kitaifa na kisiasa nchini humo, huku tetesi zikidai kwamba ni mtu anayeogopwa sana. Wakati Kim Jong-un alipokuwa akitoweka kwenye macho ya umma kutokana na kile kinachoaminika kusumbuliwa na maradhi, dada yake huyu alikuwa akionekana kuchukua nafasi katika utendaji wa majukumu mengi ya kuongoza nchi, na hii ilifanya watu kumfahamu kiundani. Hivyo katika video hii tumfahamu mwanamke huyu ni nani na kwa nini watu wengi wamekuwa wakimwogopa. Jiunge nasi kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Historia ya familia hii inaeleza kuwa Kim Jong-un hakuzaliwa mtoto wa kiume pekee kutoka kwa baba yake Kim Jong-il. Ana kaka zake, na kwa kawaida ya mfumo wa Korea Kaskazini, mmoja wa kaka zake alitakiwa kurithi nafasi ya uraisi pale ambapo baba yao atafariki. Kuna hitaji jambo ambalo ni zaidi ya kuzaliwa katika familia hiyo. Kaka wa kwanza wa Kim Jong-un aitwaye Kim Jong-nam anaaminika kuwa alifaa zaidi kuchukua nafasi hiyo, lakini katika jambo la kushangaza ni kuwa mwaka 2017 kaka huyo alishambuliwa kwa kutumia sumu akiwa katika uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur nchini Malaysia, jambo lililofanya akapoteza maisha. Ukiachana na Kim Jong-nam, Kim Jong-un ana mdogo wake wa kiume waliyezaliwa mama mmoja aitwaye Kim Jong-chol, lakini kwa bahati mbaya sana kijana huyu hana habari kabisa na masuala ya siasa na uongozi. Badala yake anapenda sana masuala ya muziki, hasa upigaji wa gitaa, na amekuwa akitembea nchi mbalimbali katika matamasha ya muziki. Kutokana na mwelekeo wake wa kimaisha, marehemu baba yao yaani mzee Kim Jong-il alimkataa kuwa mrithi wa cheo hicho kikubwa nchini, na hiyo ikamfanya Kim Jong-un kuwa chaguo sahihi na pekee kwa ajili ya kuchukua uongozi wa nchi hiyo. Na hii inamaanisha kwamba hata kama Kim Jong-un atafariki dunia, kijana huyu mwanamuziki hawezi kuchukua nchi. Hivyo hiyo inamfanya dada yao Kim Jo-yong kuwa chaguo sahihi kurithi uongozi wa kaka yake pale atakapofariki. Kim Jo-yong anadaiwa kuwa mtoto wa mchepuko wa mzee Kim Jong-il, japokuwa hizo ni taarifa kutoka kwa mashushushu wanaovujisha taarifa za siri za familia ya kina Kim. Na kama ilivyo kwa kaka yake Kim Jong-un, mwanamama huyu pia alisomeshwa nje ya nchi huko Switzerland, ambako wakati wote wa masomo alitumia jina bandia ambalo ni Park Min-hwang ili kuficha utambulisho wake. Akiwa huko na kaka yake Kim Jong-un walikuwa wakikaa kwa mjomba wao, ambapo walikuwa na mpishi mmoja na walinzi binafsi wanaowalinda muda wote. Baada ya kumaliza masomo, mwanamke huyu alirudi nchini Korea Kaskazini, ambapo alienda kwenye chuo cha Kim Il-sung akichukua masomo ya sayansi ya kompyuta na akapata shahada ndani ya miezi 6 tu. Maisha yake yalikuwa mbali na kamera na siri kubwa juu ya utambulisho wake, na hili lilifanya watu wengi kuto kumtambua mpaka pale alipoibuka mwaka 2012 na baadaye kuanza kuchukua vyeo vya juu serikalini, huku akionekana kuwa bega kwa bega na kaka yake Kim Jong-un, kiasi kwamba miaka ilivyozidi kwenda, baadhi ya watafiti wa masuala ya uongozi wa Korea Kaskazini walianza kudai kuwa mwanamke huyu ndiye aliye nyuma ya maamuzi yote yanayofanya Kim Jong-un. Hivyo Kim amesimama mbele kama rais, lakini nyuma kuna akili inayotumika ya Kim Jong-un. Mwaka 2017 Kim Yo-jong akawa mwanamke wa pili katika historia ya nchi hiyo kuchaguliwa kuingia katika jopo la ndani kabisa la viongozi wa kisiasa nchini Korea Kaskazini, jopo ambalo limejaa wanaume tupu. Kim Yo-jong ameolewa na mtoto wa kiongozi wa majeshi ya nchi, yaani mwanaume anayeaminika kushika nafasi ya pili kwa nguvu ndani ya Korea Kaskazini baada ya Kim Jong-un. Mwaka 2018 Kim Yo-jong alitembelea Korea Kusini, na akiwa huko alipigwa picha nyingi sana, tofauti na akiwa Korea Kaskazini ambako wanahabari wanabanwa na sheria kali. Kupitia picha hizo, wataalamu walitoa maoni wakisema kuwa familia kina Kim asili yao ni unene, lakini dada huyo anaonekana kuwa ni mwembamba sana, na wakadai kwamba muonekano wake unaashiria anafanya matumizi ya madawa ya kulevya. Hivyo dunia ina hofu kupata kiongozi ambaye anaweza kufanya maamuzi akiwa na madawa kichwani. Miaka michache baada ya Kim Yo-jong kutoka Korea Kusini, wanaharakati wa nchi hiyo walianza kutuma ujumbe wa kumkosoa Kim Jong-un kupitia michoro iliyochapishwa
kwenye maputo kisha yakaachiliwa angani, wakifahamu kwamba maputo hayo yanaweza kuingia au kuonekana nchini Korea Kaskazini. Jambo hilo lilimuudhi sana mwanadada Kim Yo Jong kiasi cha kufikia hatua ya kumsema vibaya rais wa Korea Kusini. Lakini pia alitishia kulipua jengo lililopo Korea Kusini ambalo linahusika zaidi na kuboresha mahusiano kati ya Korea Kusini na Kaskazini. Cha kushangaza ni kwamba siku moja baadaye jengo hilo lililipuliwa kweli. Baada ya muda, mwanadada Kim Jo Young akaendelea kutoa kauli za vitisho kwa nchi mbalimbali, huku Korea Kusini akiita mbwa mwoga anayebweka, lakini pia akamtishia mpaka rais wa Marekani akidai kuwa kama Marekani wanataka kulala kwa amani kwa miaka 4 ijayo, ni bora aache kuingilia mambo yao. Katika juma lililopita, Korea Kaskazini imetoa onyo kali kwa Marekani na Korea Kusini kufuatia mazoezi yao ya kijeshi ya pamoja yanayoendelea kwa sasa. Nchi hiyo imesema mazoezi hayo yanafanana na maandalizi ya vita na yanaweza kusababisha hali kuwa mbaya zaidi katika eneo la rasi ya Korea. Kim Yo Jong amesema kuwa hatua ya Marekani na Korea Kusini kufanya mazoezi makubwa ya kijeshi inaweza kuleta matokeo mabaya sana. Ameonya kuwa nchi yake haitokaa kimya, bali itaongeza uwezo wake wa kujilinda na kujibu kwa nguvu ikiwa itaona kuna tishio lolote la kiusalama. Pia amesisitiza kuwa Korea Kaskazini haitakubali kabisa kupimwa uvumilivu wake na uwezo wake wa kijeshi. Mazoezi hayo ya kijeshi yanayojulikana kama Freedom Shield yanafanyika kwa siku 11 na yanahusisha maelfu ya wanajeshi. Ingawa idadi ya mazoezi imepunguzwa ukilinganisha na mwaka uliopita, bado Korea Kaskazini inaona hatua hiyo kama tishio kubwa. Kwa muda mrefu, Korea Kaskazini imekuwa ikipinga ushirikiano wa kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini, ikiamini kuwa ni mbinu ya kujiandaa kuivamia. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema hali hii inakuja wakati nyeti, hasa wakati Korea Kaskazini ikifuatilia matukio ya kimataifa, ikiwemo operesheni za kijeshi zinazofanywa na Marekani na Israel katika maeneo mengine duniani. Hali hiyo inafanya nchi hiyo kuendelea kushikilia msimamo wake wa kuimarisha nguvu zake za kijeshi, hasa silaha za nyuklia. Katika maisha yake yote, Kim Jo Young hajawahi kuonekana akiwa na mimba, lakini katika jioni ya kuingia mwaka 2025 alionekana hadharani akiwa na watoto wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume, na ikadaiwa kuwa watoto hao ni wake. Lakini kutokana na sera za siri za Korea Kaskazini, hasa familia kina Kim, ukweli juu ya watoto hao unabaki kuwa fununu na mambo yasiyo na uhakika wa moja kwa moja. Yawezekana Kim Yo Jong asije kushika nchi ya Korea Kaskazini, lakini ushawishi wake ndani ya serikali hiyo ni mkubwa sana, na kupanda kwake vyeo kunaonyesha kwamba bila shaka mtu huyu ana nguvu kubwa nyuma yake inayompandisha ngazi, ambazo kwa wanawake wengi wa Korea Kaskazini inaweza kuwachukua mamia ya miaka kuweza hata kugusa katika ofisi ambazo mwanamke huyu anafanyia kazi. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Jina langu ni Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.